ja'altu hujjatan lana wala hujjatan alaina innaka ala kulli shay'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massan nasu dhurru, ndio hapo wa idza massan nasu dhurru da'u rabbahum munibina, tena ilaihi, thumma idza adhaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikuna. Tukiendelea na darasa yetu, bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zile ayatu al-makkiyah akiendelea kueleza na kuzitaja dalili za uwepo wake kama tulivyoona jana katika maisha ya mwanadamu ya kila siku, katika hali zake na tabia zake. Baada ya kumaliza au kutupa nafasi, akatuelezea uwezo wake na uwepo wake katika malakuti, yani katika maumbile ya dunia. Sasa ameteremka, amekuja mitaani na majumbani na kwa mtu mmoja mmoja na kwa vikundi. Tulia, zizingatie aya hizi, utaona namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kweli ametuumba, kwa sababu anatujua tulivyo hata katika silka, bia, desturi na tabia zetu. Tumsalie Mtume Muhammad mwamba huko karibu bwana. Ndipo akasema katika aya ya 33 Suratul Rum wa idha massal nasu dhurrun, na yanapowapata watu matatizo, madhara magumu mazito, ndio dhurru, sawa, madhara. Pindi mwanadamu au wanadamu wanapoingia katika hali ya ugumu wa matatizo, vitu vingi tena, kukosa hela, kuumwa, kutukanwa, kufukuzwa kazi, kutengwa, kupotea, kujingikiwa, yani matatizo yako namna nyingi. Kuna mwingine tatizo lake ni hela, lakini kuna mwingine tatizo lake ni afya. Kuna mtu ana hela nyingi lakini ana afya mbaya, lakini kuna mtu ana afya nzuri hana sense tano. Haipo hiyo. Mwenyezi Mungu anakuja na picha hiyo, leo. Wa idha massa, katumia neno al-imsas, kugusa. Pindi wanadamu yanapowagusa matatizo, madhara, namna walivyo, da'au rabbahum, wanamuomba Bwana wao mlezi awaondoshe matatizo yale, munibina ilaihi, hali ya kumnyenyekea. Mungu wewe, hali si hali, afya, wengine hela, wengine kazi, wengine watoto, wananisumbua watoto ya wengine. Unaweza kuwa una kila kitu, lakini tatizo lako watoto wanakupeleka mbio, hawakusikii. Na hilo ndio tatizo, miongoni mwa matatizo makubwa tuliokuwa nayo sasa, sawa. Wa idha massan nasu dhurrun da'u rabbahum munibina ilayhi, hali ya kuwa ni wenye kunyenyekea na kurudi kwao. Ametumia neno inaba. Inaba ni kurudi kwa Mungu, kwa visomo, kwa ibada, kwa unyenyekevu, kwa mawazo. Ushamaliza njia zote, usiku wa manane unamtoka
unaswali mpaka unatingisha kichwa hivi, watoto munibina ilaihi ilaihi man anaba. Sasa angalia, anasema thumma, kisha idha adhaqahum minhu rahmatan, kisha inapowaonja wao kutoka kwa Mwenyezi Mungu rehema moja tu, idha, ghafla utaona fariqum minhum, kundi katika hao watu, birabbihim yushrikun, ay yushrikuna birabbihim, wanamshirikisha Mwenyezi Mungu, vice versa. Wakiwa na matatizo wanarudi kwa Mungu na wanamuomba Mwenyezi Mungu. Akiwaondoshea yale matatizo akawatia katika rehema, wanamshirikisha, wanaishi wanavyotaka wao. Sasa hii ni hali tena. Akasema idha fariqun minhum, idha sio wote. Mwenyezi Mungu, haya ni maneno yake kweli. Hili la kwanza, hakuna minhum, hakuna minhum, wote sababu ni kawaida ya kila mwanadamu, atatafuta kila njia, lakini mwisho atasema nirudi kwa Mungu tu, wote. Lakini hiki cha pili, min, sio wote. Kuna wengine wanabaki kwa Mungu, nao ni wakina nani hapa? Ni waumini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu khairun, mbele idha asabahu khairun shakara wa idha asabahu dharra'u sabara. Ile ya kwanza shakara, wa kana amruhu kulluhu khair. Anasema ajabu ya mtu muumini wa kweli. Najipime hapo sasa, we ni muumini au sio muumini katika kipengele hicho. Anasema muumini wa kweli ni mtu wa ajabu sana. Ajabu yake nini? Akiingia katika jambo la furaha, la rehema, la kheri, kumshukuru Mungu, hadha min indillah, kama haya mambo ni kutoka kwa Mungu, Mwenyezi Mungu amenineemesha. Lakini inapokuja kinyume chake, akaingia kwenye matatizo magumu, ababaiki, usubiri. Huyo ni muumini. Mwenyezi Mungu ajalie katika hapo. Sifa zake kubwa mbili: kushukuru mambo yanapokuwa mazuri na kusubiri mambo yanapoparaganyika na kuharibika. Ukimwona mtu yuko hivyo au ukijikuta uko hivyo, basi jua wewe uko katika waumini ambao mambo yenu yote ni kheri. Mwenyezi Mungu atutie katika kheri. Ajaban li amri al-mu'min, yani ana matatizo, usubiri mambo yake mazuri, ushukuru. Hadha min fadlillah. Anajua yote mawili ni nini? Ni mtihani wa Mwenyezi Mungu. Jamani, mambo yakiwa mazuri ni mtihani, na mambo yakiwa mabaya pia ni nini? Mtihani. Hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ameyasema Nabii Allah Suleiman bin Daud. Siku ile alokaa akawasikia wadudu sisimizi wanaongea kuhusiana na yeye. Qala ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Alikuwa anatembea Suleimani bin Daudi na jeshi lake, ghafla akawaambia simameni. Wakasimama. Vipi? Anasema kuna sisimizi wanapita huko, waacheni wapite. Umewaonaje? Anasema nimewasikia wanasema mkubwa wao anawaambia ingieni katika mashimo yenu, Sulemani na jeshi lake wanakuja, watakuja kukanyageni na hawahisi kama wanawakanyaga, kwa ingieni. Nimewasimamisha. Mwisho akasema hadha min fadhli, wa mpaka vidudu na visikia vinasema hii ni fadhili ya Mola wangu, liyabluwani, ili apate kunionja, kunipa mtihani kwa ufalme huu. Ashkuru,
nitashukuru, au kwa ufalme huu akfuru. Kwa hiyo kupata pia ni nini? Ni mtihani, kama vile kukosa ni mtihani. Rudia katika kichwa chako, hali zote mbili ni mtihani. Kupata tena mkubwa zaidi kuliko kukosa, kwa sababu ukijipata unajikuta umejipata, unafanya chochote, unasema chochote, hasa kupata hela inna darahima fil mawatini kulliha tuksir rijala mahabatan wa jamala fahuwa silahu liman arada qitala wa huwa lisanu liman arada fasaha. Anasema mapesa, hela duniani kote mtihani mkubwa. Kwa sababu gani? Kumfanya mbaya akawa mzuri, mdogo akawa mkubwa. Pesa hizi jitu baya likitokea, lakini kwa sababu lina nuhudi, watu wote wanamuita handsome mzee, kwa sababu ana hela. Wakitokea wanamuita baby, huyu baby, huyu anatembea mikojo inamtoka, lakini ana hela. Unasemaje? Pesa ni ulimi kwa anayetaka kusema, pesa ni silaha kwa anayetaka kupigana. Kwa hiyo mwenye hela sio mwenzio bwana. Umeeleweka vizuri eh? Kwa hiyo yote ni mitihani. Kupata ni mtihani tena mkubwa sana, unatakiwa uweze kujizuia, na kukosa ni mtihani. Yote inaweza kukufuru kwa sababu ya hela zako ukawa kafiri, na kwa sababu ya umaskini wako unaweza ukawa kafiri. Wa idha massa an-nasu dhurrun da'aw rabbahum munibina ilayhi thumma idha adhaqahum minhu rahmatan idha fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Imeeleweka? Imeeleweka? Akaendelea akasema liyakfuru bima atainahum. Hii lamu inaweza ukaifanya lamul aqiba au lamul amri litahdidi kwa watu waliosoma lugha ya Kiarabu Mtu kama amesoma nahwu na balagha, lamu hiyo inaweza kuwa lamul aqiba. Lamul aqiba ni ile inaelezea mwisho wa maneno. Unakuja sentensi kwamba yamefanyika hayo, mwisho wake ni kadha 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 kadha. Sawa? Ndio hiyo unaweza kusema liyakfuru bima atainahum, ili umeelewa wapate kukufuru kwa yale tuliowapa, ili wapate kukufuru kwa yale tuliowapa, kwa sababu si tumeshawapa rahma, wanamshirikisha Mungu, mwisho wake wanakafiri. Tumeelewana? Hiyo ukifasiri lamu al-akhibati. Ukiifanya lamu al-amri inakuwa ni kwa ajili ya tahdidi, kama ile iliyokuja katika suratul Kahfi, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Potelea mbali. Mungu asema potelea mbali, anayetaka kufuru, anayetaka amini. Ile inaitwa lamu, maana yake ni kwa kutisha, tahdidi ya kutisha. Unamwambia mtu mimi si uniamini, haya nenda. Hii ni amri na wewe uniamini, nenda. Unamwamrisha mtu fanye, lakini unamwamrisha au unafanya, unamtisha. Haya bwana, fanya utakavyo, kama unijui fanya utakavyo, maana utakiona baada ya kufanya. Inaitwa lamul amri litahdidi. Umeelewa Hamza? Wewe unasoma kule nahwu kidogo, balagha, ndio hiyo. Sasa unaweza ukaifanya lamul aqiba ili au lamu ya amri ya tahdidi, liyakfuru bima atainahum, kwa maana na wakufuru kwa watu hapa, na wakufuru wataniona huko wakija. Sawa? Fatamatta'u, unaona haya, stareheni, fasawfa ta'lamun, punde kidogo mtajua. Mwenyezi Mungu hapa anatia tisho, kula raha zako, fanya utakavyo, utajua. Tutakutana huko, mimi nipo na kungoja. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na nini, na mitihani yote miwili hii tuwe
tuweze kwenda nayo. Tukipata maisha mazuri tujue kama ametupa Mungu na ametuonja, na tukipata maisha mabaya ameyaleta Mwenyezi Mungu na pia amefanyaje, ametuonja. Yote mawili ni maonjo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umeeleweka? Mbele anagusa kile kipande cha wale idha fariqum minhum birabbihim yushrikun, anasema am anzalna alaihim sultanan. Hiyo am ya kukataa, sawa? Am manake ma anzalna alaihim, ogopa kujisomea mwenyewe huko. Umechukua msahafu wako Zakaria unajisomea, ndio am. Wewe ukijisomea mwenyewe utauliza, utafanya ya istifahamu. Ni istifahamu ya kukataza hiyo. Am anzalna alaihim sultanan, umeelewa? Anasema sisi hatukuwaletea dalili, fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun, inayowaelekeza hayo waliokuwa wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Yatakallamu kuelekeza, so yatakallamu kuwazungumzisha. Mursalina, Imamu, umeelewa? Am anzalna alaihim sultanan, hatukuwateremshia sisi dalili, sawa? Fahuwa, hiyo dalili, yatakallamu bima kanu bihi yushrikun, kwa inayowaelekeza waliokuwa wakishirikisha. Wameshirikisha wao wenyewe, hawana maelekezo, wameamua kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Haya, lakini maelekezo ya Mwenyezi Mungu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Haya ndio maelekezo ya Mungu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kama aya nyingine inayosema tumepeleka katika kila umma, tumewapelekea mtume anawaambia ani'budullaha, muabuduni Mwenyezi Mungu, wajitanibu taghut, na acheni, epukeni kuabudu kila kisichokuwa Mungu. Haya ndio maelekezo. Hakuna maelekezo sasa mshirikishini Mwenyezi Mungu, hakuna dalili hiyo. Ndio anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun. Kama uko darasani utakuwa umenielewa, kama hauko darasani hapo utaona ile kitu. Tumsalie Mtume Muhammad. Maelekezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu, sawa? Wama umiru illa liabudullaha mukhlisina lahu din hunafa. Inaanzia kule katika lam yakuni, utaona maelekezo yanakuja mpaka hapa. Imeeleweka? Nenda kasome lam yakuni, alafu ukirudia kipengele hicho utaelewa vizuri. Tumsalie Mtume Muhammad. Anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun, sawa? Hatukuwateremshia dalili inayowaelekeza kwa hayo wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu. Haya, anarudia sasa kipengele kama kile kwa utaratibu mwingine. Wa idha adhaqna an-nasa rahmatan farihu biha, kule wa idha massa an-nasu dhurru, hapa anakuja kisengele nyuma. Tumeelewana wa idha adhaqna an-nasa rahmatan, na tunapowaonjesha watu rehma, yani mazuri mazuri kidogo, farihu biha, ufurahi kwa sababu ya hayo, ufurahi kwa sababu ba'u sababi. Wa in tusibuhum sayyi'a, na inapowapata wao ovu, yani machungu, bima qaddamati aidihim, kwa sababu ba'u vile sababi, bima qaddamati, kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yao, idhahum yaqnutun, ghafla unaona wanakata tamaa, kama kile kipengele cha mwisho cha mwanzo anakirudia tena. Kule alianza mabaya akamalizia mema, hapa ameanza mema akamalizia mabaya, lakini mafuhumu ni yale yale, kila ameongeza kitu hapa. Bima qaddamati aidihim, hapa ndo kwenye somo jipya ambalo kule alikuwepo katika aya ya mwanzo. Hilo bima qaddamat, kwa sababu ya yaliyochumwa na mikono yao. Tabaan
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anatueleza kumbe haya yanayotupata katika matatizo, madhara, tabu, misiba, bima qaddamat aidina, ni kwa sababu ya chumo za mikono yetu sisi wenyewe. Sisi ndio tunasababisha matatizo. Imeeleweka vizuri Sisi wenyewe. Ukiona umeingia katika dhiki, jichunguze. Kipo kitu unakosea. Kipo kitu unakosea. Cha kufanya ni kitu gani? Inawezekana ukachunguza ukioni wewe. Kwa nini hivi? Basi wenyewe wanakwambia kuwa na nguzo 3 kubwa. Endelea kuabudu, endelea kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa, ziwe 4, lakini endelea kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, endelea kumswalia, endelea kuleta istighfar. Vitu vingapi? Wengine wakaongeza cha 5, toa sadaka kama unacho. Vitu vingapi? Yani unapokuwa katika matatizo, solution yako ni mambo haya mangapi? Kwanza endelea kuabudu. Tumeelewana? Yani fanya sana ibada unapokuwa kwenye matatizo. Pambana kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? Pili, muombe sana Mwenyezi Mungu kwa dua, hata kwa Kiswahili. 3, mswalie sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? 4, lete istighfari nyingi sana, astaghfirullah, ziwe za kutosha. Na wakaongeza 5, kama una japo senti, pendelea kutoa sadaka. 5 kiswali. Usiende kwa mganga, usikae ukalia ukanengeneka. Hamna nini huko kule, nenda bwana. Utasahau. Nitarudia, ngoja washe umeme kidogo. Tumeelewana Yupo mtu gani huko? Mmenielewa? Hayo ndo mambo ya kisasa, tumejizoesha umeme. Basi umeme ukikatika, farihu biha. Wazee wetu zamani wameisoma Qur'ani yote mwanzo mwisho bila kibatari, na wakaelewa mpaka wakatufundisha na sisi, na wakaiandika. Sisi sasa hivi tumejiachia kila kitu, umeme, feni, friji, magari. Basi mambo ndio tumekuwa mateketeke, magoigoi. Akili zetu pia hazifanyi kazi na miili imenyooka. Tumswalie Mtume Muhammad. Nikisema hivi nasikika Kama uko mbali wewe sogea. Kazi wanayoonye kamera, vipi mnaniona? Mimi sisimami, naendelea tu. Nasema unapokuwa na matatizo, unapopata na hilo nimelipata wapi? Bima qaddamat. Anasema ninapowapata matatizo kwa sababu ya yaliyochumwa na mikono yao, utawaona watu wanakata tamaa. Mungu anasema usikata tamaa. Umeelewa? Wala taknatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Usikate tamaa. Nini cha kufanya? Jichunguze, saa nyingine lipo jambo unakosea. Na sio ajabu kwa mwanadamu kukosea jamani. Mwanadamu yeye ni mwingi wa kukosea, kama tulivyosema hapa juzi, sijui wapi nimesema hapa mimi nadhani. Sawa? Wewe mwanadamu akikosea mwanadamu, usimlaumu, mnasihi. Muombe Mungu, usimcheke. Usikae tena ukakaa yule bwana yule. Hiyo kazi ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu mwanadamu yoyote unayemjua wewe, yoyote asiyekuwa mtume, asiyekuwa au wasiokuwa mitume alaihimus salatu, mitume ndo haina makosa. Mitume na ni watu wachache tu, 120,000 peke yao. Katika binadamu hao watu 120,000 peke yao ndio ambao hawakosei. Lakini wasiokuwa hao wote tuna akaunti mbili, akaunti ya mema na akaunti ya mabaya. Hata mimi nilokaa katika kiti hichi
nayo mabaya yangu, nayo mazuri yangu. Na wewe unaonisikiliza unazo akaunti hizo, huku unatupia na huku unatupia. Umenielewa vizuri? Ndio maana kule kuna hesabu. Siku ya kiyama kuna kuhesabiwa. Siku ya kiyama kuna mizani, watu tutapimwa. Kwa nini tunapimwa? Mungu ametuumba sisi tunakwenda huku na huku. Sawa? Hapo nikae kidogo mpaka umeme urudi, mtanielewa. Kisha turudi huku tusome somo letu, Allahu akbar kabira. Mwenyezi Mungu amemuumba malaika, yeye hakosei. Afanyaje? Hakosei hata kidogo. Yeye kupatia tu. Lakini kamuumba shetani hapatii. Yeye anakosea tu. Tumeelewana vizuri? Na akamuumba mnyama hajui chochote ili zuri wala hajui yeye. Hajui kabisa. Lakini akaniumba mimi na wewe, ndio shughuli chukulana. Tuna vyote viwili. Tunapatia na kukosea. Lakini uzuri wake sisi ni huu. Unaweza ukafanya mema mpaka ukawa malaika. Na unaweza ukafanya mabaya mpaka ukawa shetani. Sio, unaelewa? Malaika anabaki malaika mpaka siku ya kiyama. Hata siku moja hata hafikiri kufanya mabaya. Umeelewa? La yaasuna Allah wa yafaluna, au nani hao? Malaika. Malaika la yaasuna Allah, hawamwasi Mungu wala hawafanyi. Wao ni tena wenzetu, sio mchezo. Kawaumba, mfano hii swala, unaona hii swala hii, kuna malaika kaumbwa, yeye kazi yake kupiga takbiratul ihram tu, Allahu akbar, Allahu akbar, yani hivyo mpaka kiyama kinasimama. Kuna malaika kaumbwa kazi yake kusoma alhamdu tu, arudi aindi mbele ni alhamdu rabbil alamin arrahmanir wala dhalin amin bismillahir rahmanir rahim mpaka kiyama. Kuna malaika kaumbwa yeye karukuu tu, subhana rabbiyal ala bihamdihi subhana, hivyo hivyo ainui kichwa chake. Kuna malaika kaitadili, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil, umeelewa, mpaka kiyama. Kuna malaika kasujudu, sijida yake hiyo hiyo ainui. Kuna malaika amekaa baina sijdatain. Kuna malaika yuko tahiyatu. Unamweza huyo? Sisi tumepewa swala yote kwa sababu tuna mambo. Tumsalie Mtume Muhammad. Kwa hiyo mwanadamu ni mtu wa kukosea bana, tumesema juzi hapa au jana. Kwa hiyo kimwona mwanadamu kakosea, usianze mfate. Kama unampenda mnasihi, na siri ya kumnasihi mkiwa hawa wawili. Ukimnasihi mbele za watu umemwadhiri. Ukimnasihi mbele za yeye yupo na wewe upo na wengine wapo, umemwadhiri. Na ukiwa unazungumza habari zake yeye mwenyewe hayupo, uko na wenzio, umemsengenya, unamla nyama. Umeelewa? Ila ukimnasihi na yeye yupo na mko wawili tu, hapa ndo umemuwaidh. Si unaweza kujua hiyo ukapanga? Huko mtaani huko tunazo tabia hizo. Sawa, mwanadamu kakosea, unataka kumnasihi, mwite peke yake. Kaka njoo, bwana mimi nakupenda na unisamehe, tuombeane Mungu. Mtume anasema adinu nasiha, dini ni kunasihi yana. Na usimlaumu mnasihi, usimlaumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia hakulaumu. Usianze na siku hizi kuna kamera hizi, watu wa kamera nyenye ndo mnapata nini ile contact. Ngoja leo nije kwenu leo. Mnapenda nyie kutengeneza yale mabaya ya watu, mkaeka hewani. Ukiona aya yake kwenye Qur'ani mbaya sana, innal ladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu baina an-nasi, subhanallah, mbele simalizi. Qur'ani nasema wale ambao wanapenda kueneza mabaya ya watu, umeelewa, mbele za watu, au jaza yao moto. Msitiri mwenzio. Ukimwona mwenzio kakosea, Mtume anasema msitiri.
kwa sababu mwenye kumsitiri ndugu yake hapa duniani Mungu enda kumsitiri akhera. Dogo hilo alafu kutajataja ya mambo mengine ni kapewa. Kuna mnyama mmoja mdogo ndio kapewa nafasi hiyo, anaitwa nzi. Anaitwa nzi ndio mwenye desturi ya kwenda sehemu mbaya mbaya. Ubeti wake nikiusoma wote mtacheka hapa, sitaki kusoma. Umeelewa vizuri Kwa hiyo usiwe na tabia ya nzi, kuwa na tabia ya nyuki. Anasemaje Sheikh Omari? Sio unasema na korogonya huko. Kuna nzi, kuna nyuki, tena wamefanana wadudu. Kuna nzi na nani? Na maumbile yao wamefanana. Bawa zao, vichwa vyao, matumbo yao, lakini Mungu alivyokuwa fundi mmoja akamweka kupenda vizuri. Yeye anakwenda katika, ukimwona nyuki usimkimbie, ujue unanukia. Wewe mkimbie nzi unanuka. Mswalie Mtume jamaa. Ukimwona nyuki anakufuata hivi, anaenda huku anarudi huku anakwenda, ujue unayo harufu nzuri yako. Lakini ukimwona nyuki aje anakuja bwana mkubwa yule, ujue unacho kimbwimbwi. Mbona hawashi umeme hao? Tumeelewana vizuri? Sasa alhamdulillah rabbil alamin. Sasa ukimwona mwenzio kakosea, mnasihi, mwite umnasihi kwa njia nzuri kweli kweli mpaka akuelewe, na umpe nafasi naye ajieleze. Kuna watu wanayofanya mabaya kwa sababu hawajui tu kwamba hili ni nini? Ni baya. Wewe mwambie hili ulilofanya sio zuri. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Tunarudi pale sasa. Sehemu ya matatizo, sehemu kubwa sana matatizo yanayotupata, hata hii kuzimika umeme, fabima kasabat aidina, kwa sababu ya chumo za mikono yetu. Tumeelewana? Kwa hiyo unapopata na hali ngumu kama hiyo, basi ujue hapa kuna sababu fulani inatokana na wewe. Sawa sawa Nini cha kufanya? Endelea kuabudu, endelea, usiache ibada. Kaa sana kwenye ibada. Sawa? Cha pili, muombe sana Mwenyezi Mungu. Cha tatu, mswalie sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Cha nne, muombe sana msamaha Mungu, ndio istighfar. Na cha tano, kama una kitu toa sadaka. Tumeelewana? Hebu nipe ile simu ile. Nataka niwashe tochi nione mimi hapa. Nizione hizi aya. Nafanya kama zamani aya. Sona mbele. Awalam yarau anna Allaha, hivi hawaoni watu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru, anaikunjua riziki kwa amtakaye na anaifinya kwa amtakaye. Manake wa yaqdiru liman yasha'u pia. Sawa Awalam yarau, hivi hawaoni watu hawaoni anna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu yabsutu rizqa liman yasha'u, anaikunjua riziki kumkunjulia amtakaye, wa yaqdiru, na anaifinya, yani anaifanya dhiki kwa amtakaye. Inna fi dhalika, hakika kuna katika hayo, la ayatin, alama nyingi za uwepo wa Mwenyezi Mungu, liqaumi yu'minuna, kwa watu wanaoamini uwepo wake. Kwamba hili sharti we muumini ndio utaelewa kwamba riziki anayetoa mapana yake na mafupi na mapana na membamba yake anatoa nani? Allah. Liqaumi yu'minun. Kama imani yako ndogo unaweza usilione hili. Jamani, Mungu amekuja tena hapo katika maisha yetu ya kila siku, anatupa ujumbe kwamba hizi riziki hizi mwenyewe apangaye wingi na uchache si mwingine bali yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukimwona na mtu ana riziki nyingi, ujue Mungu amempa yule, na mtu ana riziki finyu, Mungu amemfinyia. Sio elimu yake
zile ni sababu tu, sio wenyeji wake. Ile nini? Ni sababu tu, sio chochote. Na ukikosea hapo unakufuru. Qalun mpaka leo hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yujaljilu fil ardhi, yujaljilu fil ardhi. Mpaka leo Qaluni anadidimia ardhini kwa sababu ya kiburi tu cha riziki yake. Alikuwa na riziki nyingi pana, wingi wake anausifu Mungu katika Qur'ani, inna mafatihahu latanuu uli usbah. Zile funguo tu nini? Funguo za khazina alizopewa Qaluni za kufungua magodauni yake na maghala yake yenye mali na pesa zake. Zile funguo zikiwekwa, wingi wake latanuu uli usbah, ilikuwa zinawashinda, zinawahemeza. Umeelewa? Kubeba watu wenye nguvu. Yani nyinyi wote hapa mkusanyike, msingeweza kuzikokota na kuzibeba funguo za Qaluni za hazina za mali zake, sio majumba yake au mikokoteni yake, funguo. Yani magunia ya funguo ya Qaluni yalikuwa hayabebeki. Sisemi mimi, hasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani. Ya kuna utajiri mdogo hapo jamani. Funguo si mnajua kuna nyumba, kuna alafu nyumba ina vyumba, nyumba ni kubwa, kisha kinakuja nini? Chumba. Hivi nyumba na chumba nini kikubwa? Nyumba kidogo, alafu ule chumba una mlango, chumba na mlango kipi kidogo, alafu ule mlango una ufunguo, mlango una ufunguo kipi kidogo. Unaona Mwenyezi Mungu anataja ufunguo ufanyaje? Usafirishe akili yako uje kwenye majumba, sio au huwezi kusafirisha akili. Tumeelewana? Sasa ikiwa funguo ni hivyo, je, milango yake? Je, vyumba vyake? Je, hiyo mijumba yake? Hebu nyewe ogopeni Mwenyezi Mungu. Hamna matajiri huku na watu wana nafuu tu mbele za maskini. Sawa? Hawa mnaoona matajiri hawa ni watu wana nini? Nafuu tu mbele ya maskini wengi. Ndio kidogo namwona yule mambo safi. Lakini tajiri huyu, nakwambia Mungu anataka usafirishe akili yako. Kuna nyumba ni kubwa, haibebeki. Ndani ya nyumba kuna nini? Akibebeki. Lakini chumba kina haubebeki. Sawa? Ule mlango una funguo tu za Qaluni hazibebeki. Je, milango yake? Vyumba vyake? Majumba yake? Wewe ukisoma vitu katika Qur'ani wewe unasafiri hivyo ndio unaelewa. Tumsalie Mtume Muhammad. Umeelewa? Sasa tajiri huyo Qaluni, mpaka leo Mtume anasema yujaljilu fil ardhi, anadidimia katika. Unajua sababu yake nini? Aliambiwa tu la tafrahu, la tafrahu, bwana usijiachie na hizo mali. Akasema inama utituhu ala ilmin indi, niacheni nifurahi, nimepewa kwa sababu mimi nimesoma. Nyie wapo watu wao huko mitani mimi msomi, nimesoma ndio nimepata mali hizi. Mwenyezi Mungu sala fakhasafna bihi al-ardha, fakhasafna bihi al-ardha, tukamzamisha ardhini na mali yake. Mtume anakuambia tangu siku hiyo mpaka siku ya Mtume anaendelea maki mpaka leo bado anakwenda. Hii ardhi ndefu sana, anakwenda atagota siku ya kiyama ndum, kisha atarudishwa juu. Neno dogo tu, inama utituhu, nimepewa kwa sababu mimi mtaalamu nyenye, mimi daktari ndio maana nina hela, mimi shehe ndio maana nina. Mabwana mnasoma Qur'ani, maneno ya Mungu hapa, msianze tena huko mkaji nini, nataka ile neno la Kiswahili la zamani ile, mkajishaua. Nalitaka hivi siku hizi kujishaua hamjui msije mkajishaua mwenyewe. Una V8 chako hicho, kifunguo chako, hata paka anabeba. Kuna watu wanaamka majumbani hawaoni funguo zimebebwa na panya anakwenda nayo funguo ya V8, mwenzio mafatihahu latanuu ulu usba.
kwa sababu bwana mimi kila kitu. Mungu sasa bwege mkubwa kamkandamiza, anakwenda mpaka leo. Sasa awalam yarau, hivi hawaoni anna Allah yabsutu rizqa liman yasha, kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anaikunjua riziki kwa amtakaye, wa yakdiru, na anaifinya riziki kwa amtakaye vile vile. Inasikika sauti mshazoea kuanzia kesho tuache speaker hapa, sawa? Wa yakdiru la inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Sawa ndugu zanguni, riziki mwenyewe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alitoka Madina pale, akaona wale watu wanaitwa ahlu sufa. Ahlu sufa ni watu waliokuja kumkimbilia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaacha miji yao wakaja pale Mtume, pale Madina kwa Mtume tu, wanamtaka Mwenyezi Mungu. Waliacha miji wakahamia pale, masikini hawana kitu. Ukisoma habari za ahlu sufa wewe, walikuwa maskini sana. Mmoja wao alikufa, wakaenda kumzika, nguo yake shuka hiyo hiyo, wakimfunika juu miguu inaonekana, wakimfunika miguu kichwa kinaonekana. Hamjapata habari kusikia? Ndio leo nakwambieni kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa hali zao ni hizo. Mtu nguo yake ilishuka hilo hilo, anaishi analivaa akiwa hai na mpaka anakufa ndio sanda yake. Soma kitabu kama Riyadhus Salihin, tunasomesha kule, njooni msikilize mpata nafasi, msiache, mtapata, mnakuza imani zenu. Sasa alitoka sallallahu alaihi wasallam, akawaona watu wamekaa hivi, unajua njaa akaona hawa niwaambie neno, akamwambia halumu, njoni msisikitike. Umeelewa? Akawaambia, siku alionyesha Jibril, hadha rasulullah, mnamwona huyu mtu, huyu ndo Jibril. Jibril amekuja kunambia huyu, inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa in abta'a au walau in abta'a. Ambia jamani, huyu Jibril amekuja leo ananambia nikuambieni nyinyi msisikitike, riziki mwenyewe anayogawa ni Mungu subhanahu wa ta'ala, na kwamba hafi mtu ila amalize riziki yake aliyopangiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ile iliyoandikwa katika tumbo la mama yake akiwa na miezi 4 mule. Sawa? Hata kufa mtu ila amalize kile alichoambikiwa na Mwenyezi Mungu akipate, kikubwa au kidogo. Msisikitike hapa. Akawaambia fattakullah, mcheni Mungu, wa ajmilu fi talab, nafanyeni vizuri kabisa katika kutafuta hiyo riziki. Wala yahmilannakum istibta'u rizqi ala an tatlubuhu bima'siyatillah, kusije kukawafanya nyinyi ule uzito wa kupata riziki mkaenda kuitafuta riziki kwa maasi ya Mungu, kwa kuiba, kwa kudhulumu, kwa kula rushwa, kwa kutapeli, kwa kuuza miili, kwa kudhulumu. Maana sasa hivi ugumu wa maisha, ugumu wa riziki unawapelekea watu wanaishi wanavyotaka wao. Mtume anasema faajmilu fi talab, faajmilu, piga mstari, nendeni mkatafute vizuri. Uzito wa kupata riziki na uchelewevu wa kuwafikia riziki nyie usije ukakupelekeni mkaitafuta riziki bimaasiyatillah, kwa kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma inda Allahi la yunalu illa bitaatihi. Akamaliza hapo, kwa sababu yaliyokuwa kwa Mwenyezi Mungu hayapatikani isipokuwa kwa kumtii. Kwa hiyo nimekuja na hadithi hii kujazia aya hii hapa. Hii riziki mwenyewe ni nani? Mwanadamu anakaa katika tumbo la mama yake tangu ya kuingia ile sperms za mzee wake, siku 40 zinabaki vile vile sperms, manii mbichi. Siku ngapi? Kisha ikifika 40 linageuka inakuwa damu, siku 40.
Kisha ikifika 40 hiyo inageuka inakuwa pande la nyama. Sasa ndio inakuja ile picha ya kibinadamu Adamu. Ukipiga hesabu 40 ya kwanza na 40 ya pili na 43, miezi mingapi hiyo? Miezi 4. Ishafika miezi 4. Hapa unapokuwa miezi 4 hapa ndio Mwenyezi Mungu anamtuma malaika katika tumbo la bi mkubwa. Anakuja anamwandikia mambo 4. La kwanza anamwandikia riziki yake. Mzee, upo hapa, baada ya muda fulani utatoka, utakwenda duniani, riziki yako ni hii hapa. Maharage kilo 50, machungwa 2000. Inaitwa ratio ile. Unapata ratio yako kamili pale. Kizungu inaitwa ratio, sawa? Wewe tutakufanya wewe upendi matango, wewe matango hutopenda wewe. Ndio unajikuta mtu mimi sipendi matango, yamo katika ratio yako. Yamo, hayamo mzee. Sawa. Utakula pweza na ngisi kwa muda wa miaka kadhaa, alafu tunakupiga allergy. Baada hapo huli tena. Ukila tunachubuka mwili. Sawa Jafari? Naandikia. Sio unaanza kuhangaika. Mimi bana nikila pweza na baba, ndio mwisho umeambiwa. Umeelewa vizuri? Unapewa vitu vyako vyote. Hilo la kwanza. Riziki ndio kitu cha pili. Unaandikiwa muda utakaoishi hapa ulimwenguni. Miezi mingapi, siku ngapi, miaka mingapi, na maisha yako full complete kabisa. Sawa. Alafu unaandikiwa wewe ni mwema au Allahu Akbar. Unaandikiwa matendo, amal. Nimesahau moja. Unaandikiwa utafanya kazi gani, utafanya. Mbona hii kazi naofanya mimi ndio kazi iliyoandikiwa huko. Hata nikitaka kuwa muuza duka kama wewe, mimi nitachekesha tu. Nakumbuka siku moja, ningetuacha vile vile. Nakumbuka siku moja mimi nilivyorudi kusoma, umeelewa? Wamenitii. Nilivyorudi kutoka kusoma, nilisomesha kidogo kwa muda wa miaka 10. Nilikaa kama hivi miaka 10 nasomesha. Hali ilikuwa ngumu sana. Allahu Akbar. Basi nimesomesha. Ghafla nikasema nisomeshe huku nifanye kazi. Kuna baadhi ya watu waliniona nafanya kazi fulani hivi, kazi nyingi sana. Miongoni mwa kazi nilikuwa nafanya, mimi nilikuwa nakwenda Mbeya nachukua viazi. Ilivyoanza biashara ya chipsi mitaani. Zamani biashara ya chipsi inauzwa Kisutu, Wahindi tu. Kabla kina hawa Wasambaa kuja huku mitaani. Ilikuwa zamani chips ukiitaka mpaka uende kule Mambo. Vipi huko? Umeshindwa? Na hamna nini. Macha endelee. Tumeelewana vizuri? Sasa baadaye chips zikaingia mitaani, ikawa biashara nzuri. Mimi nakwenda Mbeya nachukua viazi Morogoro, nikileta hapa wenzangu wanauza vyangu mimi vimeoza. Vyote. Wakati ule shekhi wangu Sheikh Muhammad Ayubu rahmatullah alayhi yuko hai. Nikamwendea. Nikamwambia Sheikh, nimekuja. Unasemaje? Mzee alikuwa anashajua nataka kusema nini. Unasemaje wewe? Mzaramu. Nikamwambia bwana mama magumu. Kwa hiyo mimi nasomesha. Nikamwambia najua kama nasomesha. Sasa nikamwambia lakini hali ngumu, nikaamua niongeze kidogo, niuze. Unauza nini? Nikamwambia mimi nauza viazi. Lakini nikishachukua vikishafika Dar es Salaam vinaoza. Alicheka, aliniambia wewe hata ukiuza chuma kitaoza. Hata chuma. Wewe vipi wewe? Mimi nakustiri bwana, wewe unajifunua. Aliniambia hivi. Mimi nimekustiri, wewe unajifunua. Wewe mtu mkubwa sana Walidi, ujijue. Viazi. Unauza viazi. Acha mara moja. Nenda kasomeshe. Na kuulizeni mkubwa mdogo? Semeni bwana. Kweli
mtake msitake, ndio hivyo. Hadha fadlullah yutihi man yasha. Niliuza viazi, niliuza maji, sawa, maji poa, vyote vilidunda vyote, kwa sababu haikuwemo katika kazi nilizosaini mimi mwenyewe mkataba katika tumbo la Bikija kazi wakati na umri wa miezi 4 pale, sawa. Na wewe nenda kajitizame, ni refa baki, unaweza kuwa unachezesha mpira miaka 100 upate chochote. Unajua nikai Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mtu amempa hizo kazi zake, Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema i'malu, fanyeni, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, full stop. Nendeni mkajitafute kufanya hiki, kwa sababu kila mmoja amefanyiwa chepesi kukifanya alichoandikiwa. Ukiona vitu fanya vigumu, tafuta, iko siku utakipata chepesi chako. Hapo riziki yako ndio iko hapo. Sasa riziki yako sasa iko hapo, tafuta, hangaika. Ukishaipata kumbe ndio hii hapa, tulia hapa, usihangaike tena. Ndio Muhammad Ayubu, Mungu amrahamu, shekhe wangu, mzee wangu, mimi nimekustiri Walidi, wewe nenda kujifunua. Unafanya vitu vigumu bwana bure, vipo vitu vyepesi huko Mungu atakufuata. Tumeelewana? Kwa hiyo ukiwa na umri wa miezi 4 katika tumbo la bi mkubwa, ndio unaandikiwa wewe utaenda kuwa daktari. Hiyo itakapokuwa utakuwa daktari tu. Mwenye Mungu anasema rufi'atil aqlamu wajaffati suhuf, kalamu zishanyanyuliwa, ishawekwa chini, na yale majarida yaliyoandikiwa wino wake ushakauka. La tabdila li khalqillah, jana tumesoma la tabdila, Mungu abadilishi. Mungu atujalie kila la kheri. Kwa hiyo tusende tukatafuta vibaya kwa sababu ya ugumu wa maisha. Mungu atujalie tulijue hili, tuwe sisi kama waumini wale tuliowataja hapo mwanzo, ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair. Muumini mambo yake siku zote ni khairi tu, akipata zuri anashukuru na akipata baya ana kufuru. Mimi nadhani tuishi hapa leo. Inshallah Ramadhani tunatakiwa tutabaruku tu. Mungu atujalie kila la khairi. Kesho tukiamka tuamke salama kwa uwezo wake, na tukipata nafasi basi tuje kumtizama Mwenyezi Mungu anatuambia nini. Uzuri wake hizi darasa zinaongeza imani, zinatufanya tunakuwa up to date. Kama vile simu yako inafika wakati una update, basi na ukija humu una update imani yako, una update afya yako, una update maisha yako. Tunachotakiwa sisi tuishi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye aliyotuleta hapa na tutakaa hapa kwa muda maalum kama tulivyoona katika hadithi yetu ya mwisho. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fihina للقدر وذكر ربي وافقنا ووافقكم لما ترتضي القول